tafakari. Uko tayari kusikia kile ambacho Bwana anatunenea asubuhi ya leo kupitia tafakari? Let's do this. Tafakari ya safari. Wasomefika basi kuweza kusikia hakika kile ambacho Mwenyezi Mungu anatunenea siku hii ya leo. Tafakari ya safari. Ni wasawa kutafakari. Napenda sana kitengo hichi. Na Amani Aila. Hapa Radio Maisha. Kusema tu ule ukweli, kwa wale najua ambao hawajui, ni kwamba mbali na kuwa mtangazaji, nilikuwa mwimbaji kwanza. Bado naimba. Katika shule ya msingi nilipenda sana mziki. Ndugu zangu walikuwa wakinunuliwa mabaiskeli, mimi nanunuliwa piano, Walkman. Hizi headphone nilianza kuvaa hizi headphone nilianza kuvaa nikiwa primary, by the way. Nikisikiliza mziki, hizi headphone, my headphone nilianza kuvaa nikiwa shule ya msingi. Nilikuwa napenda mziki. Na sijui ilikuwaje kwamba hata ndugu zangu wakinunua mabaiskeli kina BMX nini, mimi nilikuwa nanunuliwa piano, nanunuliwa Walkman. Kwa na Walkman naeka hapa, nadunga kwa belt hapa vizuri na makaseti zangu. Mangu nilikuwa nimechaduka zamani wewe. So mziki nilipenda toka utotoni. Hiyo ni primary. Nikiingia high school, okay, na bado hapo primary nikawa nacheza marimba na pia kuhusika katika kuaya. So hiyo ni primary. Nilikuwa napenda mambo haya sana. Wengine wangeenda cross country, wengine wangeenda pengine kandanda. Mimi nilikuwa kwa mziki pale. Parents Day, wazazi wakija, Amani ataitwa watumbuize kwa mziki. Kuna wimbo nilikuwa nacheza zamani, kanyoni kaja, kanyoni kaja. Nilikuwa nacheza kwa marimba, baadhi ya nyimbo nyingi ambazo tulikuwa tunafanya. Na nikiingia shule ya upili, nilikuwa naweza kutunga nyimbo na hata kuimba nyimbo na hata kuperform wimbo ambao tumetunga. So mbali na uimbaji pia nilikuwa nina rap mstari, nilikuwa nadondosha mstari vizuri tena sana, yani fuka. Mwanangu, sikuwa pabaya kimziki kabisa, sikuwa pabaya. Immediately tu tumemaliza form 4, shapata sponsorship pale, tumeingia studio, tumeanza kurekodi nyimbo, tunaperform kwa makrusedi, tunaperform kwa vilabu, tunaperform kanisani. Mziki imekuwa ikinifuata tu, mimi na mziki na mimi. Kuna wakati ambapo pia nimehusika nikiwa tu nje mashindano ya kimziki, traditional music nini na nini. Nikakuwa finalist kutoka Mombasa. Kumbuka ni competition ambayo ilikuwa inafanywa na wengi, audition inafanywa kwanza. So kuna watu wa Mombasa, kuna watu wa Nairobi, kuna watu wa Nakuru. Mimi nikawa finalist wa Mombasa, nilienda kidesign. Mwanangu, sasa zingine mnasikia tu hapa tunahubiri, unaona we are not romantic. We are very romantic bwana. Piga zinga la performance pale, live performance, kuna mambo na sijui playback kama nini. Ninashangazwa nawe, nikapiga zinga la performance mwanangu kwa harusi, mpaka mrembo machozi yakamtoka pale, yani father-in-law anatabasamu tu hapa mpaka hapa mwanangu. Yeah, it was good bwana. Kamtungia wimbo, nikamwimbia wimbo, nikaenda nikimchukua microphone kwa mkono, nikamtoa kutoka kwa babake, ningali ninaimba mwanangu, nikampandisha kwa madhabahu pa. What a show. Kwa nini? Kwa sababu mimi kutengana na mziki ni tofauti sana, ni ngumu. Maanake kama niko kwa mziki uko kwangu, ushanielewa? Pengine ndio hata kitaaluma nikajipata taaluma ambayo pia inahusu mziki. So kwa kuwa nina mziki ndani yangu, anything that comes with music utanipata hapo. Matendo ya Mitume 2. Yesu basi anafahamika kivipi? Anafahamika na nini? Anafananishwa na nini? Ukifikiria Mungu, unafikiria nini kumhusu? Okay? Ukifikiria Mwenyezi Mungu, unafikiria nini kumhusu? Manake ukijua
jambo kumhusu na jinsi alivyo, utakuwa na expectation fulani kutoka kwa huyu Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa unamjua kwa njia hii, utakuwa na matarajio fulani. Sasa ukisoma Matendo ya Mitume pale, Peter anasimama na kuongea. Wananchi wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Kumbuka watu wamekuwa wakinena katika ndimi tofauti tofauti. Yesu wa Nazareti alikuwa mtu ambaye mamlaka yake ya kimungu yalithibitishwa kwenu kwa miujiza, maajabu na ishara Mungu alizofanya kati yenu kwa njia yake, kama mnavyojua. Sitaki ukose point hapo, kwamba Yesu wa Nazareti alikuwa mtu ambaye mamlaka yake ya kimungu yalithibitishwa kwenu kwa miujiza, maajabu na ishara Mungu alizofanya kati yenu kwa njia yake, kama mnavyojua. Kufuatana na mpango wake mwenyewe, Mungu alikwisha amua kwamba Yesu angetiwa mikononi, nanyi mkamuua na kuwaachia watu wabaya wamsulubishe. Lakini Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, akamwokoa katika maumivu ya kifo, kwa maana haingewezekana kabisa kifo kimfunge. Haingewezekana kabisa kifo kimfunge. Yaani kufikia hapo, najua kitu ambacho unaweza kuona kinajitokeza ni namna Mwenyezi Mungu alivyomtambulisha Yesu kwetu. Ilikuwa ni kwa ishara, ilikuwa ni kwa miujiza, ilikuwa ni kwa maajabu. So hauwezi kutenganisha Mwenyezi Mungu na miujiza, huwezi kumtenganisha Mwenyezi Mungu na ishara, huwezi kumtenganisha Mwenyezi Mungu na maajabu, huwezi. Yani hiyo ni kama iko ndani yake na yeye yuko ndani ya hiyo yote. Yani ushanielewa, ni package yake, ndivyo alivyo. So lazima uwe na expectation ukitembea na huyu Yesu Kristo. Lazima uwe na expectation ya muujiza, lazima uwe na expectation ya ishara, lazima uwe na expectation, matarajio ya maajabu, kwa sababu ndivyo alivyo Mwenyezi Mungu. Na jaribu atakurusha macho zaidi, alivyoumba tu ulimwengu muujiza, ndivyo alivyo. Ukiangalia alivyozaliwa Yesu Kristo, muujiza. Shanielewa, muujiza. Huwezi kumtenganisha na muujiza ama miujiza, huwezi. Ukiangalia jambo la kwanza kabisa alifanya alipoalikwa harusini, muujiza. Huwezi kumtenganisha na muujiza, ishara, okay, maajabu, ndivyo alivyo. Nasema haya ili upate kujua umemwamini nani na unatembea na nani. Itakuwa makosa kwamba tunatembea na huyu Mungu but we've never seen that side of him, ilhali ndivyo alivyo. Itakuwa makosa kwamba humjui na nitasema nini, how benefit na njia yoyote ambayo ni hali yake ya muujiza, ishara na maajabu. Maanake waweza tembea na mtu lakini kwa sababu hauzingatii strength yake yoyote, ukakosa kutumia ile strength yake. Ushaelewa? So kwa mfano, mtu ambaye hajui mimi ni mwanamuziki, hatawahi pata muziki kwa njia yote kutoka kwangu. After all, hajui. Hata niambia niimbe, hata niambia nimchezee, kwa sababu hajui. Najua kitu nyingine tena hujui kunihusu. Nachora pia. Ninachora tena, nachora vizuri. Hata nimesomea kuchora kabisa. Lakini kama hujui kwamba nachora, utatarajia nini kutoka kwangu na mambo na michoro? So tukitembea nawe, kwa wale ambao wanajua Amani yuko hivi, Amani yuko hivi na Amani yuko vile, watakosa kunufaika na kile ambacho kiko ndani yangu. Kuna watu hawajui kwamba mimi ni mwigizaji. Oh yes, I can act my friend. Kuigiza tu. Nimewakilisha one of the best schools katika masuala ya drama
Kakamega High School mpaka National, na kwa miaka yote nikiwa shuleni. Lakini kama hujui kwamba ninaigiza, hata wakati ambapo mnatafuta talent hapa na hautani consider, kwa sababu hujui kwamba Amani is an actor. Na ndivyo hivyo wengi tunatembea na Mwenyezi Mungu, lakini ni kama bado hatuja identify na huyu Mungu katika masuala ya miujiza, maajabu na ishara. So tunaishi tu maisha ordinary, ilhali tuko na Mungu wetu. Tunaishi maisha ya kawaida tu sana. Watu wakilia tunalia na wao. Watu wakikaukiwa tunakaukiwa na wao. Watu wakikosa tunakosa na wao. Tuna flow tu, ilhali tuko na huyu Mungu wa miujiza. Leo ninakuchallenge tu. Ni lini mwisho unaweza sema ulitendewa muujiza na Mwenyezi Mungu? Ni lini mwisho unaweza kusema kwamba hakika uliona maajabu ya Bwana katika maisha yako? Ni lini mwisho unaweza kusema Amani, nimeonyeshwa hata ishara ya kazi ya Mungu, nimeona ishara? Ni lini mwisho? Unaweza kutembea katika wokovu wako by the wote na ukose, kwa sababu hautaki ku-identify na that side of God. Ni Mungu wa miujiza, ni Mungu wa ishara, ni Mungu wa maajabu. Unaweza kosa. Leo tu tunakumbushwa tumjue na tuzingatie jinsi alivyo katika masuala ya muujiza, maajabu na ishara. Manake hapa tumehakikishiwa ndivyo Mwenyezi Mungu alivyomtambulisha Kristo kwetu kuwa Mungu: miujiza, maajabu na ishara. Usikose kunufaika na hali hii ya Mwenyezi Mungu, huyu ambaye tunatembea naye, huyu ambaye tunamwabudu, huyu ambaye tumemfuata, huyu ambaye tunamtegemea. Muujiza, ishara na maajabu ipo kwake. Una benefit namna gani? Na nataka tuchukue hatua tu. Unaombea nini? Umekuwa ukitarajia Mwenyezi Mungu akufanyie nini? Ni yeye ambaye alipasua njia baharini. Ni yeye ambaye aliwapiga wa Misri kwa mapigo tofauti. Ni yeye ambaye aliita moto kutoka juu wakati wa Elia. Moto ukashuka, ukateketeza kila kitu, sadaka yote ambayo ilikuwa pale. Ni yeye ambaye alifanya hiyo yote jameni. Hata wewe ukijiangalia, you are a product of miracle. Wewe uliumbwa namna gani? Huko unajua unaumbwa, lakini kwa tumbo ya mamako Mwenyezi Mungu weka mifupa mahali mifupa inapaswa kuwa, masikio mahali ambapo inapaswa kuwa. It's not by accident, it's by design. Na kuuliza leo, ni nini unasubiri, unaombea Mwenyezi Mungu akutendee? Tuamini pamoja na huyu Mungu wetu, Mungu wa miujiza, Mungu wa ishara, Mungu wa maajabu atatutendea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kutukumbusha kwamba wewe ni yule jana, leo na hata milele. Ulitenda miujiza, ungali unatenda miujiza, na utaendelea kutenda miujiza. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ambaye Bwana umekuwa Mungu wetu hata asubuhi ya leo, na mkabidhi kila mmoja wetu mbele zako asubuhi ya leo. Unamjua kila mmoja kwa jina lake Bwana, hata hesabu za nywele yake Bwana unazifahamu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, jina ambalo limeinuliwa kushinda majina yote, asubuhi ya leo naomba kwamba Bwana kutakuwa na ushuhuda, kutazuka ushuhuda kutoka safari
katika jina la Yesu Kristo, kwamba Bwana, watu wameona ishara, watu wameona maajabu na watu wameona miujiza. Wewe unajua hitaji la kila mmoja wetu, na asubuhi ya leo, kwa kuwa wewe hivyo ndivyo ulivyo, Mungu wa miujiza, Mungu wa ishara na Mungu wa maajabu, Bwana, tunaenda kushuhudia kutoka kwako. Roho Mtakatifu, tanda katika maisha yetu Bwana. Bila wewe sisi ni bure. Tanda katika maisha yetu Bwana, na mtendee kila mmoja kulingana na hitaji lake. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.